kabla ya yote ameandika hivyo. Endelea kutuandikia maoni kupitia 0683 802966. Huu ni muda wa Wino Mzito. Wino Mzito. Bwana, magazeti yameandika mengi kweli kweli, ndugu yangu Godfrey Mchungu, na miongoni mwa taarifa ambayo pia ipo, siasa huwezi kukosekana kwenye Nipashe ukitazama kwenye ukurasa wa mbele kabisa wanaandika kila jimbo lina utitiri watiania Chadema. Nipashe imebaini kwa wastani kila jimbo la uchaguzi katika kanda 8 za Chadema linawatiania 4 hadi 8. Baadhi walishawasilisha majina kwa uongozi tangu mwaka 2023. Aise, imeumana. Tangu mwaka 2023 watu wameshapeleka majina kwa viongozi wao. Bwana, mimi hapa. Tafsiri yake ni kwamba tangu mwaka 2023 watu wanajiandaa na uchaguzi. Kuwa tayari kiakili, kuwa tayari kimtandao, kuwa tayari kifinancial, kifedha, na vile vile kuwa tayari kutafuta wadhamini ambao watakuunga mkono kuelekea katika uchaguzi. Hiyo ndio tafsiri ya tokea mwaka 2023. Huu ni mwaka 2025. Lakini hapo kumbuka tuna chama kina slogan. Usisahau hiyo Mtei. Yaani kuna watiania kutokana na ripoti katika hizo kanda 8, lakini bado chama kina nini kina slogan. Na nimeona kwa mfano au baadhi ya watu ambao wanataka hizo nafasi za kiuongozi of course za wabunge wameitwa na chama. Umeona kuzungumza nao. Niliona ile taarifa jana pia tulisoma hapa ya chama kimewaita wote wakae wajadili. Kwa sababu kwenye ile taarifa ilikuwa ikisema kuna wasiwasi kwamba kuna watu wanawatazama kwa jicho la njooni kwetu. Kwa jicho la huku upo uchaguzi huku hamna huku upo. Kwa jicho la njooni huku uchaguzi upo. Lakini huoni kabisa hiyo, kwa mfano kwa kama kuna vyama ambavyo vinawatazama katika mlengo huo, tafsiri kwamba vyote ambavyo itakavyokuwa itakuwa ni mtaji katika hicho chama. Kwa sababu mtaji wa chama Mtei ni wanachama, na sio tu wanachama ambao wapo tayari kuweza kugombania na kupigania nafasi mbalimbali za kiongozi. Kwa sababu unapopata kwa mfano kune chama chako kuna jimbo moja wamejitokeza wabunge ambao ni competent, wani watu ambao ni mahiri, kwa mfano 10. Tafsiri yake ni kwamba hicho chama husika kina watu ambao wanahisi wanaweza kuongoza nafasi mbalimbali za kiongozi, sawa? Lakini vile hicho chama kinaweza kutumia mkakati kuweza kujenga viongozi wengine na kuweza kuwapa majukumu. Sawa? Sasa kwa mfano kuna chama cha Chadema, tafiti zinaonyesha kwamba tangu mwaka 2023 kila jimbo lina watu wangapi? Watu 4. Sasa fikiria ni kwamba ni mamilioni ya maelfu ya viongozi na wanachama ambao wanatamani kushika nafasi mbalimbali za kiongozi. Na kama nisha kuambia kwamba kuna vyama vya siasa, watu na malengo yao na matarajio yao. Na lengo kubwa la mwanasiasa ni kutamani siku moja kukamata nafasi mbalimbali za kiongozi. Sasa kikao hicho kitafanyika kuzungumza nao, kuongea nao kwamba jamani, ni kweli una matarajio yako binafsi kama mtu, kama mwanasiasa, na ambao sio dhambi kutazama. Lakini vile chama kina msimamo kutokana na mazingira mbalimbali ambayo tunayo sasa hivi ya kisiasa. Sasa hoja ni kwamba maslahi ya chama, kwa sababu hapo kuna hoja mbili, kuna maslahi ya chama kuelekea uchaguzi mkuu na kuna maslahi ya watu ambao wanatamani nafasi za kiongozi. Unajua jana wakati tunazungumza hapa na Doyo, sijui kama tulimsikiliza vizuri, aliongea mambo mengi kwa sababu alikuwa akitetea chama chake NLD, lakini kuna hoja alizungumza kwamba kwa mfano slogan ya no reform no election ilianzia wapi? Ni kwenye mkutano mkuu au ni kwenye mikutano ya viongozi? Ni hoja iletwa na watu wangapi, kapokelewa na watu wangapi, kapendwa na watu wangapi, afu ikaenda mjini? Sababu inawezekana ni wazo la mwenyekiti, au inawezekana ni wazo la kambi ya kampeni za Tundu Lissu wakati wanataka uongozi Chadema, lakini halikuwa wazo labda la chama kizima na wanachama wake. Yani kwa kwamba chama labda hakikutana katika mkutano mkuu, ni ikipita kura leo ya ndio au hapana ya wanachama wote wa Chadema, itatoa tafsiri kwamba wanataka au hawataki. Na of course nimependa nayo hoja kwamba yani
hii hoja imezaliwa katika msingi upi? Sawa, na nani ambao kimsingi ameileta? Kwa sababu ni kwamba ukiangalia kwa siasa nyingi za Kiafrika ni kwamba ni viongozi wanatoa hayo maono. Si ndio? Yani hakuna tunasema kuna kitu kinaitwa collective responsibility, yani uwajibikaji wa pamoja kama taasisi. Kwa sababu kama taasisi mna wajibu wa kuweza kuwajibika kwa pamoja. Kwa mkiwa mnatoka na kampeni, kwa mfano inakuwa ni kampeni ya kitaasisi, kampeni ya kichama. Sasa kwa mfano hiyo hoja ambayo anaijenga mgombea urais, ukitazama of course sio chama hicho, lakini kuna msingi kwamba tunapozeta hizi hoja vile vile ziwe ni hoja ambazo zinaweza kuungwa mkono na watu wengi, kama watu kuendelea kufikiri nafasi za kiongozi. Wakati wanajua sasa chama changu hakipo tena huko, maana yake kuna uungwaji mkono mdogo kwenye. Na nimemsikia Mheshimiwa Rais anasema, anatoa hoja kwamba kwa katiba jinsi ilivyo sasa hivi tu uchaguzi unaweza ukasogezwa mbele. Ndio wapinzani wake wanazungumza kwamba tumebakisha miezi 6. Yani miezi 6 Mtei ni watu kujiandaa kwa uchaguzi, kuvunja bunge, tume ya taifa itoe utaratibu, sawa, watu wengine kwenye uchaguzi. Lakini hoja ambayo anaitoa Tundu Lissu ni kwamba tunaweza kupeleka uchaguzi mbele. Lakini fikiria ndani ya hiyo hoja, ndani ya chama chake kuna watu washaanza kutia nia tangu mwaka 2023 washaanza kuonyesha maono, wakati yeye atajawa kiongozi. Kiongozi hicho kipindiko ni mheshimiwa Mbowe. Sawa. Sasa ndio nasema hivi, huu mkakati wa no reform no election inaweza ikawa ni ajenda nzuri sana, si ndio, kutoa elimu kwa Watanzania. Na nimeona kwa mfano mwenyekiti na makamu wamekuwa wakigawana hizo ajenda, kwamba kuna mmoja anazungumza katika muktadha mzima wa kisheria kuonyesha udhaifu wa kisheria kuelekea uchaguzi, na kuna mwingine ukimtazama makamu wake Heche anazungumza katika mtazamo wa kuonyesha namna gani sisi kama nchi tunatakiwa tuende mbali zaidi. Lakini ajenda yao kubwa inakuwa ni hiyo, wanakutana kwenye no reform no election. Lakini kutazama Mtei, ujenzi wa hoja za kisiasa lazima uweze kuzingatia mazingira ya wakati husika na muda wa wakati husika. Hivi ndio vitu ambavyo vinaweza kuamua falsafa, mitazamo na fikra za taasisi kuelekea kulipigania jambo fulani. Kwa kwamba mkiangalia katika muda ambao tunaweza kufanikisha hiyo ajenda yetu. Yani katika muda ambao tunao, kwa sababu inaweza kawa ni ajenda ambao ni njema, si ndio? Mnatetea mabadiliko ya kiuchaguzi, mabadiliko ya kimfumo, ukitazama na kufanya, unajua kufikia lengo. Sawa, ukisoma historia ya mapambano ya kidemokrasia, ukisoma kwa mfano hizi tunasema hizi civil right movement kwa mfano, ukiangalia kwa mfano hizi workers association, ukitazama hizi masuala ya black movement kule Marekani, ni kweli kususia ni mojawapo ya njia kuweza kushindikiza, kuweza kufikia au kupigania kile ambacho unachokitaka. Unaita boycott wazungu. Sawa. Sasa ukifanya boycott vile vile unapeleka ujumbe kwa mamlaka. Umeelewa? Unapeleka mjumbe kwa mamlaka. Lakini vile kwa chama cha siasa, ili kiweze kufanikisha ajenda yake, inahitaji kuweza kuungwa mkono na wananchi. Sawa? Kwa sababu wananchi wao ndio wanaenda kutoa tafsiri na wanaenda kutoa matarajio ina namna gani hii ajenda ya chama au ya kitaasisi inaweza kufanikiwa. Sijui nilikuwa nimeanza kuelewa sana kwa nini ACT ukiwauliza kuhusu mnashiriki au mshiriki hawasemi. Wamekaa kimya. Yani ACT wao wanaamini mambo hayako sawa, lakini ukiwauliza vipi? Mpo hawa wametulia. Wapo passive. Ukifuatilia unagundua wameshatangaza mchakato wao wa kutangazania ndani ya chama. Lakini ukiwauliza huu mchakato unaendaje? Mnashiriki au mshiriki? Sema tulia. Tutazungumza. Yani wanakwepa haya kuanza kukimbiana. Sasa na ukiwauliza pia, hata ukasikiliza Chadema wakiulizwa vizuri kwamba wewe tuambieni mnasimamishaje uchaguzi kwa mazingira yapi? Yani hebu tupeni huo mkakati ili na sisi wagombea labda tuone, tuseme kweli jamani chama chetu kwa mpango huu kweli hakuna uchaguzi. Na Mtei, unapoweka malengo yoyote na mpango mkakati wa taasisi, kuna kitu kinaitwa, je, huo mpango ni realistic? Yani una uhalisia kwa mazingira ya sasa. Kwa mfano tazama, umejenga hoja nzuri hapo kwamba ACT kwamba wao wamekuwa hapo passive. Yani wanasema. Na katika mazingira mengi ukitazama ya kisiasa kwa ACT, kwa chama chao, wamekuwa hawasusi
lakini wamekuwa wakija na matamko au na hoja ambazo za kuonyesha suluhisho au suluhu la kitu fulani. Kwa mfano tazama, kuna kikosi kazi wametangaza kwamba sasa hivi mambo ya kukaa mezani wameacha. Tazama kwa mfano kikosi kazi. Na hili muhimu ni kwamba mnapoweka mkakati wa chama, tactics kwa maana kwamba mbinu na operation kulifikia hilo jambo huwa zinabadilika, kwa sababu lengo linaweza likawa ni moja, lakini mchakato kuweza kufikia ile lengo unaweza kubadilika. Ndio kwa maana kwamba unaweza ukakaa kwenye meza mazungumzo, kufanya hizo negotiation, kufanya makubaliano, unaweza ukajitoa sometimes, unaweza ukasusia, unaweza ukaanzisha hizo movement. Zote ni njia ambazo ukitazama wanasiasa, wanaharakati wamekuwa wakizitumia. Lakini hoja ya msingi ni kwamba ukizingatia dhana nzima ya falsafa ya wakati na mahali, malengo ambayo kimsingi unaweka, je, yanakuwa ni realistic, yana uhalisia? Sasa kwa mfano ukisoma kwenye hii taarifa ya Nipashe, wamemnukuu Jackson Mnyawami ambaye ni katibu wa Chadema kanda ya Serengeti ambayo ina mikoa ya Mtwara, Shinyanga na Simiu. Anasema ni kweli kabla ya chama chetu kuja na uamuzi huu, wengi sana walikuwa wameshaanza kutia nia. Kwa mfano katika kanda yangu ya Serengeti tuna majimbo 23, kote huko kulikuwa na watiania kuanzia 4 na kuendelea katika nafasi ya ubunge pekee. Lakini 95% wamekubaliana msimamo wa chama wa sasa. Wamekubalia Serengeti ndio. Sasa katika maeneo mengine ndo hatujui. Lakini katibu wa kanda Victoria inayounda mikoa ya Mwanza, Geita na Kagera, Zakaria Obari alisema wana majimbo 27 na kila jimbo tali linawatiania zaidi ya 4. Kote ni zaidi ya 4. Sasa nguvu iliyopo sasa hivi, kazi iliyopo kwa Chadema ni kushawishi. Na unajua wewe uliuwaza ubunge mwaka 2023, achana nao. Na unajua Mtei, na achana nao afu ubaki ndani ya chama. Unajua Mheshimiwa Rais ameingia kwenye kipindi ambapo ni very critical kitazama. Yaani ameshinda nafasi ya mwenyekiti kwenye kipindi ambacho chama kinatakiwa kielekee katika uchaguzi. Hilo la kwanza. Lakini ana jukumu kama kiongozi, hiyo ni muhimu kuhakikisha kwamba anaweza kuichukua taasisi alipoishia na kuipeleka mbele zaidi, kwa sababu ujenzi wa taasisi tangu kuanzishwa, kwa mfano ukiangalia historia ya Chadema tangu imeanzishwa miaka 90, kuna vuguvugu la mabadiliko ya vyama vingi. Sawa, mwaka 92 mwaka 93 kuna watu walichukua hicho chama walikijenga wakina Mzee Mtei, si ndio? Wakaja wakina Mheshimiwa Mbowe, wakajenga rasilimali watu, wakajenga taswira ya chama, si ndio? Chama kikapita mabadiliko mbalimbali ya kisiasa na kiongozi katika awamu zote tangu mwaka 92, si ndio? Kwa hiyo yeye anaingia kwenye kipindi ambacho anahitaji kukifusha chama katika uchaguzi mkuu moja, lakini vile ana jukumu kama kiongozi kuonyesha namna gani anaweza kuibua talent za viongozi wengine, kwa sababu tunaupima uongozi uliopo kwa uongozi uliopita. Yaani uongozi, yani si taasisi Mtei, uongozi uliopo tunaupima kwa uongozi uliopita. Yaani pale ambapo alimeishia Mheshimiwa Mbowe, si ndio, alipofanya Mheshimiwa Lissu anaweza akafanya paka wapi na katika mazingira gani? Sasa ukitazama ameshinda uchaguzi, na of course uchaguzi ulikuwa ni uchaguzi ambao wa kuvutia, very transparent, kwa maana kwamba una uhuru na uwazi. Lakini anakichukua chama kipindi ambacho anahitaji ukivusha kwenye uchaguzi mkuu. Sasa tazama, mnaingia kwenye uchaguzi mkuu, sasa kuna hizo scenario kwamba okay, tunashiriki hawa tu hatushiriki. Nakumbuka matokeo yote ya Chadema kwa sasa hivi. Yaani Chadema itakuwa baada ya mwaka 2025. Hatutamtazama mtu mwingine yote, tutamtazama nani? Mheshimiwa Lissu ambaye yeye ndio kiongozi wa hiyo taasisi husika. Sawa bana, hiyo ni taarifa kutoka kwenye Nipashe na utitiri huo watiania Chadema. Tutaendelea kufuatilia na kujua nini ambacho kinaendelea. Taarifa ilikuwa ikisema kwamba wameitwa baadhi ya watu ambao wameshatiania, wakaelezwa sasa kwamba mkakati wa chama upoje waweze kugairisha hayo ambayo walikuwa wakiyafikiria. Sasa taarifa nyingine pia kwenye siasa, wasomi kwenye Nipashe wanasema majimbo mapya ni mzigo kwa wananchi. Lakini pia kwenye Mwananchi wanasema vuguvugu mapendekezo ya kugawa majimbo kilio cha maumivu, wananchi wapingana na mapendekezo ya kamati za RCC, walalamikia kuongezeka kwa gharama, wasema wingi wa wabunge si maendeleo. Sasa hapo wameweka kilio cha wananchi ni kuwa kuongeza majimbo kutaongeza gharama za uendeshaji wa shughuli za bunge, wakati jamii bado inahitaji kupata huduma bora. Wanachotaka wananchi ni wanapendekeza bajeti kwa ajili ya kuongeza wabunge zipelekwe kupunguza kero
na kuongeza ufanisi kwenye miradi ya barabara, upatikanaji wa maji safi na salama, afya na elimu hasa ya ufundi. Jana nilikuuliza ukishaongeza wabunge maana yake si ndio umeongeza matumizi? Ukishaongeza wabunge tafsiri yake ni kwamba umeongeza budget. Ukishaongeza majimbo tu tayari umeongeza matumizi ya serikali. Na unajua wengi nimekuwa kama nikifuatilia mjadala, wengi wanazungumza tija. Yani hoja kwa mfano ya kuongeza wabunge, kwa sababu hii hoja Mtei ya kuongeza wabunge huwa inafanyika kila baada ya miaka 10. Ndio. Ni tathmini. Kila baada ya miaka 10 tume imepewa haki ya kisheria na kikatiba. Sawa? Kuongeza majimbo fulani hata kuyabadilisha majina. Sawa? Nilikuwa nafuatilia kwa mfano mwaka 2015 yaliongezwa baadhi ya majimbo kama 25 26 katika uchaguzi mkuu. Na hoja ambazo kimsingi zinatajwa ambazo zinaweza zikatumika kuongeza majimbo ni hizo hoja za kijiografia, sababu za kijiografia, hali za kiuchumi, idadi ya watu, kuingiliana kiutawala kati ya majimbo na majimbo. Unakuta jimbo moja lipo Ilala kama vile nataka kuingia paka Temeke ukitazama. Sasa hoja za wadau wengi wa kisiasa imekuwa ni kuangalia tija ya kuongezeka kwa wabunge. Yani kwa mfano wabunge ambao tulianza nao mwaka 92 katika mfumo wa vyama vingi, si ndio? Miaka 10 maana yake ni kwamba 93 tukafanya uchaguzi mkuu, mwaka 2015 mwaka 2005 ilikuwa miaka 10. Si ndio? 2015 ilikuwa miaka 10. Je, hoja za kuongeza idadi ya wabunge bungeni ilileta matokeo gani? Sawa kwa wananchi, kwa sababu ni kweli kuna baadhi ya maeneo majimbo ni makubwa zaidi. Mbeya mjini, sawa, kama mfano kama Kawe, Ukonga ni majimbo makubwa zaidi. Na kumbuka mbunge ana wajibu wa kufuatilia utekelezaji wa ahadi ambao kimsingi aliziahidi kutokana na chama chake, lakini vile kufuatilia utekelezaji wa majukumu ya serikali katika jimbo husika. Sasa imeonekana kabisa kwamba kuna maeneo ambayo watu ni wengi. Mbagala kwa mfano kuna watu zaidi ambao kuna wapiga kura kwa mfano. Uchaguzi mwaka 2020 zaidi ya 1,500,000. Mbunge mmoja anaweza hivi kufuatilia katika kila kata na maendeleo katika jimbo husika. Of course kuna madiwani, lakini kama yeye ndiye kiongozi wa jimbo husika. Sasa ukitazama watu ambao wanatoa hoja za gharama, sawa, wana hoja za msingi kwa sababu hizi ni kodi za wananchi. Hiyo la kwanza. Lakini ukiangalia kuna case studies za mataifa mengine wanafanyaje? Kwa mfano Mtei, kwa mfano nchi kama Ujerumani, chama kinapata idadi ya wabunge kutokana na idadi ya kura ambao wamezipata kwenye uchaguzi mkuu. Yaani kwa mfano chama kikipata 30% kitapata idadi ya wabunge, sawa, wa 30% katika bunge zima. Chama kikipata 80%, sawa, kitapata idadi sawa ya wabunge ya 80% za kura husika. Lakini kwa nchi kwa mfano Marekani, ukiangalia bunge lao la Senate, idadi ya wabunge kuna wale tunasema representative wanapatikana kutokana na idadi ya watu katika jimbo katika Senate husika. Yani kwa mfano kuna majimbo ambayo yana watu wengi kuliko majimbo mengine. Kwa majimbo ambayo yana watu wengi yanapata fursa ya kuchagua wawakilishi wengi kune Senate. Sasa ni kweli kwamba baadhi ya maeneo hapa Tanzania yapo scattered. Yani kuna maeneo yana watu wengi, mengine yana watu wachache. Kwa hiyo eneo ambapo nimeona kwa mfano kutokana na taarifa ya tume ni kwa maeneo ya mijini ni watu 600,000. Yani jimbo liko na watu 600,000. Jimbo hili linaweza likagawanywa. Sawa? Kwa vijijini jimbo likiwa na watu 400,000 inatakiwa kugawanywa. Lakini hizo hoja za mwingiliano wa kiutawala, kijiografia na hali za kiuchumi. Lakini wadau wengi na wananchi wengi ukisikiza hoja zao, hata maoni ambayo kimsingi yanaonyeshwa kule mitandao, sawa, kuna hizo mifumo ya kidemokrasia, ni kwamba watu wengi wametoa hizo hoja za gharama za kuongezeka katika kuongeza. Kwa mfano ukimsoma Askofu Benson Magonza kupitia Nipashe anasema tunagawa majimbo ili kugawiana vyeo na kuachiana nafasi, kuepusha ushindani wa kisiasa, kukosekana kwa vyanzo vipya vya mapato. Suluhu yake ni kupunguza matumizi ya serikali. Lakini ukimsoma Hashim Rungwe pia anasema kugawa majimbo hakupaswi kuwa jambo la muda mfupi kama inavyofanyika. Wangewauliza wananchi wajue nini wanataka kiboreshwe na si kuwaongezea wabunge. Lakini pia Profesa Aji Semboja anasema ziko gharama zitakazoongezeka za kuwa na mbunge, vitendea kazi
vyake kuwa kwa maana ya ofisi, magari na msaidizi, mgawanyo wa majimbo unapaswa kuzingatia vigezo. Yote hiyo anaangalia gharama. Hii hoja ya Bagonza ya kuachiana nafasi hii nimeiona baadhi ya maeneo. Kweli kuna baadhi ya wabunge kiangalia na wewe unafaa na mimi nafaa, sasa tufanyeje? Basi tugawane. Sasa Mtei, kwa mfano ukiangalia hiyo hoja ambayo unaizungumzia, lakini kwa vigezo walivyotaka tume, maana yake tume wameka wazi hali ya kiuchumi, jiografia, idadi ya watu, uingiliano wa kiutawala. Kwa nafasi za mjini watu 600,000, vijijini watu 400,000. Hakuna hoja ya veo hapa kutazama. Lakini hivyo kitazama ni tathmini ambayo inafanyika kila baada ya miaka 10. Yaani majimbo yaligawanywa mwaka 2015. Mwaka 2023 makini miaka 10. Nakumbuka hichi ni kipindi ambacho huwa tunafanya sensa, kama nakumbuka. Si ndio? Kwa ni kwamba sensa huwa inakuja kutoa tathmini, sawa na kutoa tathmini na uelewa wa kila maeneo, wameongezeka watu wangapi, hali zao za kiuchumi ni zipo vipi. Ndio maana tunasema umuhimu wa sensa, kwa sababu inasaidia sekta nyingine, sekta ya mipango, biashara, uwekezaji, diplomasia, tume kujua katika eneo hili kuna idadi fulani ya watu wameongezeka. Sasa watu wengi wamekuwa wanachukua hizo hoja kwamba mbona kama wataka kugawana vyeo, yani tafsiri sasa tafsiri ya uongozi imekuwa ni sio utumishi bali ni vyeo, kwamba Mtei apate na Mchungu naye apate. Sio Mtei na Mchungu angie kuna ushindani, kwamba mwenye sifa. Na kwa mfano kama nyinyi wote mnajisi kwamba nyinyi mnafaa, Mtei wewe unafaa, Mchungu naye anafaa, tuingie kune kinyang'anyiro, sawa? Tutengeneze mikakati, na nafikiri kwamba ingeweza kuonyesha ushindani zaidi, kwamba kwa wananchi sasa hawa viongozi ambao wanakuja kuna eneo husika, kuna jimbo A, kwamba wote si bora na wote mnaamini kwamba nyinyi mna sifa na mna ushawishi kwa wananchi, mkiingia katika uchaguzi, kwanza jimbo hilo litakuwa linafuatiliwa zaidi na wananchi, na kwamba katika uchaguzi wa kitaifa kwamba jimbo A bwana kuna Mtei na Mchungu pale. Nani atatoboa? Nani atapita? Sio? Sasa ni kwamba kama wewe Mtei unahisi kwamba uende tutanue goli liwe kubwa, si ndio? Kwamba wewe upate upande A, mimi nipate upande B. Tafsiri yake ni kwamba tuweza vile vitu kaondoa ushindani ambao tunasema demokrasia nayo inahusisha ushindani, kuweza kutafuta viongozi bora. Bwana, sawa, hayo ni baadhi ya mambo ambayo yameandikwa kwenye magazeti, utaweza kuyasoma vizuri. Lakini pia nimeona kwenye Mwananchi wameandika vigogo 9 waburutwa baraza la maadili, utaisoma kwenye ukurasa wa 5. Lakini pia dhahabu ya mamilioni ya naswa ikitoroshwa, kwenye Mwananchi pia wameweka. Lakini pia kwenye Habari Leo wameandika mashirika ya umma kwenda kimataifa yaagizwa kujiunga masoko ya hisa, mikakati ya faida. Unaweza kusoma pia kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti la Habari Leo. Vigogo wa China watua kwa ulega wajitetea, unaweza pia ukaisoma kwenye Habari Leo. Watatu mbaroni utoroshaji dhahabu, nimekwisha isoma, ya shilingi milioni 750. Lakini pia kwenye Uhuru wameandika madaktari bingwa nchini wataja sababu nzito 11, unaisoma hiyo pia kwenye Uhuru. Lakini pia Dr. Mpango mgeni rasmi uzinduzi mbio za Mwenge, utaisoma huko kwenye ukurasa wa 5 wa Uhuru. Lakini pia Rais Mwinyi afichua siri ukuaji wa uchumi, utaisoma pia kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti la Uhuru. Mkuu wa shule matatani tuhuma za kuua, utaisoma pia huko kwenye Habari Leo. Lakini pia serikali kupanga utaratibu ununuzi wa hisa kimataifa, Majaliwa atoa maagizo afya, TANESCO yaweka hadharani mafanikio ya miaka 4. Yote hayo utayasoma kwenye magazeti la Uhuru ambayo tupo nayo hapa. Sisi bado tupo mpaka 3 kamili za asubuhi. Exaudi Mtei, Kisa Daniel, Godfrey Mchungu, Abel Kilumbu pia yuko hapa, tunakwenda sambamba mpaka 3 kamili za asubuhi.